kitabu cha Mathayo sura ya 17 mstari wa 21, maandiko yanasema, lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Mtu wa Mungu unatakiwa kujua mfungo na maombi ni mojawapo kati ya nidhamu ya kiroho, ni mojawapo kati ya kanuni ya kiroho ambayo imebeba nguvu na imebeba ushindi mara zote. Mara nyingi watu wanapohusisha mfungo na maombi, mambo makubwa huwa yanazaliwa. Vitu vya kimkakati vinaanza kutokea, badiliko la maisha linatokea, nguvu, mamlaka, uweza vinapatikana kwenye maisha ya watu. Lakini moja kati ya kosa ambalo unaweza ukalifanya kama mtoto wa Mungu ni kuingia kwenye mfungo na maombi ukiwa hukujiandaa kiufahamu. Kwa nini? Kwa sababu kwenye ufalme wa Mungu kitu kinachokupa matokeo, kitu kitakachokupa ushindi, sio tu kufunga na kuomba, ila ni ufunuo uliokuwa nao nyuma ya mfungo na maombi. Ndio maana unaweza ukakuta watu wawili ambao wote wanaliamini jina la Yesu, wote wanaomba maombi almost yale yale, lakini mmoja anapata matokeo, mwingine anatoka mikono mitupu. Nini kinatokea katikati yao? Mmoja ana ufunuo na kila kitu anachokifanya, na mwingine anabahatisha. Kwa hiyo nimekurekodia hii session ili usitembee kwa kubahatisha. Sitamani ndani ya hizi siku 40, ndani ya hizi siku 30, ndani ya siku 7, siku 21 ambazo umeazimia kufunga na kuomba, kumlingana Mungu, kumtafuta Bwana kwa moyo wako wote, akili zako zote na nguvu zako zote, mwisho wa siku utoke na matokeo kiduchu. Unapaswa kujua kwa nini unafunga na kuomba. Unapaswa kujua sababu ya msingi inayokudrive kufunga na kuomba nini, na unapaswa kujua nidhamu ambazo unatakiwa kuziambatanisha pamoja na mfungo na maombi ili uweze kupata matokeo. Kitabu cha Ayubu sura ya 29 mstari wa 3 na 4, maandiko yanasema, hapo taa yake ilipoinuka juu yangu kichwani, nami nalitembea gizani kwa njia ya mwanga wake, kama nilivyokuwa katika siku zangu za kukomaa, hapo siri ya Mungu ilipofunguka hemani mwangu. Ayubu anajaribu kutuonyesha siku za ubora wake zilikuwa siku ambazo siri ya Mungu ilifunguka hemani mwake. Taa ya Mungu ilikuwa juu yake. Aliweza kunavigate kwenye giza kwa sababu giza lililokuwepo duniani halikumzuia, kwa sababu taa ya Mungu ilikuwepo. So mtu wa Mungu unapaswa kuwa na ufunuo kutoka kwenye neno la Mungu. Unapaswa kuwa na ufunuo ambao unasimama nao kwenye mfungo na maombi. Unapaswa kuwa na ufahamu fulani wa kimungu, ufahamu fulani katika Mungu, ufahamu fulani kwenye ufalme wa Mungu ambao utakupa hakikisho la kufanya unachokifanya kwa uhakika na ujasiri, kufanya unachokifanya ukiwa unajua kwa hiki unachokifanya unakwenda kupata matokeo. So naomba nikupatie sababu 5 za msingi kwa nini unahitaji mfungo na maombi. Yamkini tayari umeshaanza kufunga kwenye huu mfungo wa Kwaresma. Yamkini umewahi kufunga au unajiandaa kufunga au unasikia msukumo wa kufunga. Sababu 5 za msingi ambazo unatakiwa kuzichukua na kuzitumia ili kuweza kupata ushindi kwenye mfungo na maombi. Namba 1, mfungo na maombi ni password ya nguvu na mamlaka. Mfungo na maombi ni password ya nguvu na mamlaka. Bado haujaanza kutembea katika mamlaka, bado haujaanza kutembea katika nguvu za kiroho kama haujawahi kufunga na kuomba. Nionyeshe mtu ambaye anajua nidhamu ya kufunga na kuomba, nitakuonyesha mtu mwenye mamlaka ya kiroho. Do you know kwamba kuna watu wa Mungu wa Kristo kabisa waliookoka, wanampenda Yesu, lakini kila akikutana na pepo anataka kumpigia simu mchungaji. Kila anapokutana na ugonjwa anaamini kwamba anahitaji kumshirikisha mtu fulani ili aweze kumwombea. Lakini ukisoma maandiko unagundua kwamba Yesu alisema ishara hizi zitaambatana na hao waaminio. Hakusema ishara hizi zitaambatana na watumishi wa Mungu. Hakusema ishara hizi zitaambatana na mitume na manabii. Alisema ishara hizi zitaambatana na hao waaminio. Maana yake kila anayemwamini Kristo kuwa ni Bwana anapaswa kuwa na mamlaka kiroho. Anapaswa kuwa na audacity ya kusimama kinyume na mapepo, kusimama kinyume na magonjwa, kusimama kinyume na uchawi, na kutumia tu mamlaka ya hilo jina, kutumia ufunuo uliopo kwenye neno ili kuweza kuvivunja hivyo vitu. Sasa
Msisitizo ni kwamba hauwezi ukafanikiwa kufanya hicho kitu pasipokuwa na mamlaka kiroho. Ili ufike kiwango cha kuwa na ujasiri na kile unachokiamini, kuamini sauti yako ya ndani, kuamini lile neno ambalo umelisoma, kuamini lile fundisho ambalo liliugusa moyo wako wakati unalisikia, unapaswa kuhusisha kanuni ya kufunga na kuomba. Ni kama mfungo na maombi unapandisha ranki yako kiroho, unakupa nyota ambazo zinakupa uwezo wa kusimama na kutamka vitu na vikatokea, kusimama na kuamuru vitu na vikapatikana, kusimama na kuweza kujitambulisha na kile ambacho umekijua katika Bwana. Kitabu cha Mathayo sura ya 17 kuanzia mstari wa 14 mpaka mstari wa 21. Mathayo 17:14 hadi 21, maandiko yanasema, nao walipoufikia mkutano, mtu mmoja akamjia, akapiga magoti akisema, Bwana, umrehemu mwanangu, kwa kuwa ana kifafa na kuteswa vibaya. Maana mara nyingi huanguka motoni na mara nyingi majini. Nikamleta kwa wanafunzi wako wasiweze kumponya. Pigia mstari, nikamleta kwa wanafunzi wako wasiweze kumponya. Yesu akajibu akasema, sasa hapa ongei na yule mtu anaongea na wanafunzi wake, enyi kizazi kisichoamini kilichopotoka, nitakaa pamoja nanyi hata lini? Nitachukuliana nanyi hata lini? Mleteni huku kwangu. Yesu akamkemea pepo, naye akamtoka. Yule kijana akapona saa ile. Kisha wanafunzi wake wakamwendea Yesu kwa faragha wakasema, mbona sisi hatukuweza kumtoa? Yesu akawaambia, ni kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kwa maana amini nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtauambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, nao utaondoka, wala hautakuwako neno lisilowezekana kwenu. Lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Mtu wa Mungu, naomba nikuambie kitu ambacho wachungaji wengi huwa hawakisemi wanaposoma history. Hii haikuwa mara ya kwanza kwa mitume kukemea pepo. Mitume washakuwa na record ya kutumwa. Ukirudi ukianza kusoma Mathayo sura za nyuma, utagundua Yesu tayari alikuwa ameshawatuma mitume kwenda duniani kote kuihubiri Injili, na akawapa mamlaka ya kupoza magonjwa, kutoa pepo na kufanya kila kitu. Na tayari walishakuwa na good report. Hawa watu walishakutana na kesi mbalimbali wakazisolve. Kwa hiyo sio kwamba walikuwa hawajui nini cha kutamka na kupata matokeo. Sio kwamba hawakujua nini Yesu huwa anafanya pepo ili watoke. Walikuwa wanajua maneno ya kutamka, walikuwa wameshawahi kutamka na vitu vikatokea, walikuwa wanajua nini cha kufanya, mikao ya kukaa na kila kitu. Lakini siku hii walikutana na kesi ambayo ilihitaji zaidi ya kujua kitu cha kutamka. Walikutana na situation ambayo ilihitaji zaidi ya kujua kwamba naweza nikalitumia jina la Yesu. Ilihitaji mamlaka ya ndani, ilihitaji ranki fulani ya kiroho. Ndio pale unakutana na ile kanuni ambayo Yesu alisema kwamba mtu hawezi akamchukua vitu bila ya kumshinda mwenye nguvu. Hauwezi ukaenda ukafika sehemu ukakutana na mtu ana nguvu kuliko wewe, then ukafanikiwa kupokonya ile miliki na kuchukua vitu. Lazima kwanza uweze kugenerate power zaidi ya yule uliyemkuta, ndipo uweze kutoka na matokeo kwenye hiyo situation. Kwa hiyo kitu unachotakiwa kukijua ni kwamba tumia mfungo na maombi ili kutengeneza mamlaka kiroho, ili kutengeneza authority kiroho, ili uweze kuwa na audacity ya kusimama na kutamka vitu vikatokea. Uweze kuwa na audacity ya kusimama ya kuweza kujiombea. Uweze kuwa na audacity ya kuweza kuombea watoto wako, kuombea uchumi wako, kuombea biashara yako. Sio kila kesi, mtu wa Mungu, unatakiwa kumtafuta mchungaji. Sio kila kesi unatakiwa kusubiri maombi yaanze mtandaoni ndio ujiconnect. Kuna baadhi ya situations zitakuhitaji uweze kudeal nayo papo kwa hapo. Na haitawahi kutokea ukajiamini na kile unachokijua, ukajiamini na kile ulichofunuliwa, mpaka umehusisha mfungo na maombi ili kuanza kutembea na mamlaka. Jambo la pili au sababu ya pili kwa nini unatakiwa kufunga na kuomba. Mfungo na maombi ni nguvu inayohitajika ili kuweza kubadilisha vita vyako. Kwenye maisha, mtu wa Mungu, hautawahi kuenjoy maisha kama kila siku utakuwa na vita ile ile unayopigana. Hautawahi kufurahia
maisha yako, hautawahi kufurahia wokovu, hautawahi kufurahia hatua zako kama kila siku utakuwa na jambo lile lile moja unaloendelea kupigana nalo. Kuna watu kwenye familia zao toka mababu na mabibi wanapambana na issue moja tu ya uchumi. Wanapambana na issue moja tu ya kuweza kula vizuri, kukaa vizuri na kuvaa vizuri. So inapaswa ifike sehemu ukiwa kama mtoto wa Mungu unasema enough is enough. Ili tatizo ambalo liliwatesa wazee mimi siwezi kuvumiana nalo, ili tatizo ambalo liliwaaibisha ndugu zangu siwezi kuchukuliana nalo, na nataka nibadilishe kabisa hiki kiwango, nitoke hapa niweze kwenda kiwango kingine. Ukienda kwenye maandiko unakutana na mtu kama Yabes ambaye alifika mahala akasema enough is enough. Sitaendelea tena kuvumilia, sitaendelea tena kutaabika, sitaendelea tena kuteseka. Nitamtafuta Mungu niweze kumlingana ili aweze kubadilisha viwango vyangu. So mfungo na maombi ni kanuni ya kiroho ambayo once umeihusisha inakwenda kubadilisha vita vyako. Sasa tunapoongea kuhusu kubadilisha vita, hatumaanishi kwamba maisha yako yanakuwa ni ya kupigana kila siku. Tunachokimaanisha ni kwamba life kama life ni mapambano. Lakini mapambano yako kubadilika ndio maana umepanda hatua. Ndio maana watu wao wanasema every new level attract new devils. Kwa nini? Kwa sababu kupigana hakuishi. Lakini kila level mpya unayoingia maadui wanatakiwa kubadilika. So kama wewe adui wako hata badilika, maana yake haujapiga hatua nyingine. Umeendelea kuzuiliwa kwenye eneo lile lile. Umeendelea kukamatwa kwenye kiwango kile kile. Angalia kitabu cha Mwanzo sura ya 32 mstari wa 24 hadi 28. Maandiko yanasema Yakobo akakaa peke yake, na mtu mmoja akashindana naye mweleka hata alfajiri. Naye alipoona ya kuwa hamshindi, akamgusa panapo uvungu wa paja lake, akamtegua uvungu wa paja. Yakobo alipokuwa akishindana naye akasema, niache niende, maana kuna pambazuka. Akasema, sitakuacha usiponibariki. Akamuuliza, jina lako ni nani? Akasema, Yakobo. Akamwambia, jina lako hautaitwa tena Yakobo ila Israel, maana umeshindana na Mungu na watu, nawe umewashinda. Ukisoma vizuri maandiko utagundua maisha ya Yakobo toka alipozaliwa yalikuwa yamejaa kushindana na watu. Yakobo, prophecy ambayo aliipokea mama yake Rebeka alipoomba kupata watoto, akaambiwa tumboni mwako kuna mataifa mawili, mkubwa na mdogo, na hao wanashindana wakiwa tokea tumboni. So Yakobo ni mtu aliyeishi kwa kushindana na watu toka akiwa tumboni. Alishindana na kaka yake akiwa tumboni, wakaja wakashindania baraka. Alipotoka akaenda kwa mjomba, alishindana sana. Issue ya kuoa haikuwa nyepesi. Maisha ya Yakobo yalijaa kwenda mbele na kurudi nyuma, kushindana na kushindana. So ilifika wakati Yakobo akarealize kwamba kama nisipofanya kitu cha tofauti, kama nisipofanya kitu ambacho sijawahi kufanya, maisha yangu hayatawahi kubadilika. Viwango changu cha maisha hakitawahi kupinduka. Vita zangu hazitabadilika. Akaamua kuitanguliza familia yake mbele, akabaki nyuma. Wachambuzi wa maandiko wanasema maombi aliyoomba hapa Yakobo yalianza saa 12 jioni mpaka saa 12 asubuhi. Huyu mtu alidumu kwa masaa 12 akiwa kwenye chumba cha maombi. Na unachoambiwa mtu akashindana naye mweleka, sio kwamba Yakobo alikuwa anapigana kama akina John Cena. Hapana, Yakobo alikuwa anashindana kwenye chumba cha maombi. Aliyekuwa amekamatwa na yale maombi ni malaika aliyetumwa na Mungu kuweza kusikiliza maombi. Na Yakobo akamwambia, kama umetumwa na Mungu kusikia, jibu nalitaka hapa hapa. Mimi sio mtu ambaye nitaondoka nije kujibiwa mwezi ujao. Mwisho wa siku malaika akapokea ujumbe kutoka kwa Mungu kwamba huyu mtu anapaswa kubadilishwa jina lake. Maana ya kubadilishwa jina ni nini? Yakobo alihama kutoka kiwango cha kuwa mtu anayeshindana na watu, anashindana na kuwa mtu ambaye anaanza safari ya hatima. Kumbuka kwamba prophecy ambayo babu yake Ibrahim alipewa na Mungu ni kwamba anakuita ili uwe taifa, na ile ahadi ilikuwa bado haijatimia. Yakobo alipo engage haya maombi, ndio Mungu akapata kibali, akapata na ruhusa cha kulitokezesha taifa ambalo alikuwa amemwaahidi babu yake. Yamkini mtu wa Mungu, kuna ahadi imezuiliwa kwenye familia yenu.
Kuna ufunuo ambao mama yako alikuwa nao kuhusu wewe wakati anakuzaa. Kuna kitu ambacho Mungu alikiweka kwa habari ya hatima yako. Hicho kitu hakitatokea kama usipohusisha gia kubwa inayoweza kufungua anga lako, kufungua mbingu zako na kuruhusu hicho kitu kiweze kutokea. Tumia mfungo na maombi kwa ajili ya kuweza kubadilisha vita vyako kutoka kiwango kimoja cha maisha na kwenda kiwango kingine, kutoka level moja na kwenda level nyingine. Jambo la tatu, mfungo na maombi ni kanuni ya kuangusha vizuizi. Mtu wa Mungu, kuna vizuizi kwenye ulimwengu wa leo, na adui ni mtaalamu sana wa kutengeneza vizuizi kinyume na watu wenye hatima, kinyume na familia, kinyume na milango na vitu ambavyo ukivipata vinakupa matokeo. Mara nyingi huwa napenda kuwauliza watu ili swali, ni kitu gani ambacho wewe ukikipata sasa hivi kitakuwa kimetatua changamoto zako kwa 90% mpaka 100%? Do you know kwamba kuna vitu kwenye maisha ukifanikiwa kuvipata vinakuwa vimesolve almost vitu vyote? Yamkini umemaliza chuo na hujapata kazi. Ukiulizwa na mtu tatizo lako ni nini, unaweza ukasema tatizo langu ni pesa, tatizo langu sijui nini na nini. Lakini mtu wa Mungu, tatizo lako la msingi ni kuajiriwa. Kama itatokea mlango wa ajira utafunguka, maana yake utapata kitu cha kufanya, utapata heshima, utapata kueleweka, utapata ratiba ya maisha na utapata pesa. So adui ni fundi wa kuzuia vitu kama hivi. Vitu ambavyo vikipatikana vinakuwa vimebadilisha kila kitu kwenye maisha yako. Adui anajua kupanga vizuizi kinyume na hivi vitu. So hautawahi kushinda kwenye vizuizi kwa kulia machozi. Hautawahi kushinda kwenye vizuizi kwa kulalamika. Hautawahi kushinda kwenye vizuizi kwa kuingia mtandaoni na kuungana na watu ambao wanailaumu serikali. Hautawahi kushinda kwenye vitu kama hivyo kwa namna hiyo. Vizuizi kwenye maisha unapambana navyo kwa mfungo na maombi. Mtu wa Mungu, natamani uweze kujua kwamba kuna maisha ya ujumla. Unaweza ukasema kama Watanzania tunapitia hiki na hiki, afu tuna maisha personal ya mtu binafsi. Ninachokiongelea hapa naongelea kwenye personal level. Adui anapokupinga, hakupingi kwa sababu wewe ni Mtanzania, anakupinga wewe kwa sababu wewe ni wewe. Chunguza mtu wa Mungu, utakuja kugundua life is very personal kuliko ambavyo unajaribu kugeneralize maisha. Kwa hiyo usiwahi kuchukuliwa na mkumbo wa watu ambao wamekaa mahala fulani wameamua tu kulasimisha kwamba tumekwama kwa sababu ya hiki. Angalia watu wanaotoboa, angalia watu wanaofanya vizuri, angalia watu wanaochukua hatua. Kuna watu, mtu wa Mungu, wazazi wao hawakuwasomesha, lakini hawaishi maisha duni kama vile ambavyo wengi wanalasimisha kwamba kama haukuwahi kusomeshwa unatakiwa kuishi hivyo. Kuna watu ni kweli hawakufanikiwa kwenda shule na kusoma, lakini changamoto wanazozipitia sio sawasawa na wale ambao hawakwenda shule na kusoma. So unaweza experience mafanikio wakati nyuma yako kuna kila sababu ya kukufanya ufeli. Nyuma yako kuna kila sababu ya kuzuia nyuma. Husisha mfungo na maombi ili kupambana na vizuizi. Kitabu cha Esther sura ya 4 mstari wa 15 hadi 17, maandiko yanasema, basi Esther akawatuma wamjibu Mordekai, akamwambia, uende ukawakusanya Wayahudi wote waliopo Shushani, mkafunge kwa ajili yangu. Msile wala kunywa kwa siku 3, usiku wala mchana. Nami na wajakazi wangu tutafunga vile vile. Kisha nitaingia kwa mfalme kinyume na sheria, nami nikiangamia na niangamie. Pigia mstari, kisha nitaingia kinyume na sheria, nami nikiangamia na niangamie. Basi Mordekai akaenda zake akafanya yote kama vile Esther alivyomuongoza. Ukisoma kitabu cha Esther, kama uko familia na hii story, taifa la Israel au Wayahudi walikuwa na hukumu ya kifo. Kuna ugomvi ulitokea kati ya Mordekai na mtu mmoja ndani ya hili taifa, na huyu mtu akasuka zengwe la taifa zima kuweza kuuliwa. Nini kiliwapa ushindi? Walifika sehemu wakagundua hii vita iliyoinuka kinyume na sisi, tukijaribu kudili nayo kwa hekima tumekwisha. Tukijaribu kulalamika na kuposti mtandaoni tumekwisha. Tukijaribu kufanya sijui harakati na tumekwisha. Kitu pekee tunachokihitaji ni kuengage power ambayo itatupa uwezo wa kuangusha vizuizi kama hivi. Wakaingia kwenye mfungo na maombi wa siku 3. Baada ya hapo Esther akaact, akasema nikiangamia na niangamie, nitakwenda kinyume na utaratibu. Mtu wa Mungu, nataka ni kuencourage na nataka nikupe challenge. Sio lazima ajira yako ipatikane kwa kufanya maombi baada ya wao kutuma nafasi ya kazi mtandaoni.
Unaweza ukachukua CV zako na kopi ya vyeti vyako, ukapita mlango kwa mlango kwenye kila ofisi ambayo unahisi nafasi yako ya kazi ipo. Unaweza ukaanza network na watu ambao unajua kwa namna moja au nyingine wanaweza wakakupa deal, wanaweza wakakupa connection. Mtu wa Mungu, njia zinazowapa watu matokeo siku zote huwa zinakuwa na mfanano wa kwenda kinyume na utaratibu. Kwa hiyo kama utasubiri wakupe utaratibu wao ambao watu wengi wanausubiri na kuugombania, utaendelea kukosa. Lakini kama utaamua kuvunja hiyo protocol ya kinyume na utaratibu, na kama ni kuangamia na uangamie, mtu wa Mungu, na kusifanya hicho kitu. As much as ukiomba kazi wakati hawajatangaza, kama haipo si watakwambia tu haipo. Hautakamatwa kwa sababu umeomba kazi, hautapostiwa mtandaoni kwamba umechanganyikiwa, hautafanywa chochote cha ajabu. Itakuwa tu ni kwamba mtu wa Mungu hatuna nafasi, tukiipata tutakwambia. So I challenge you, sio kila kitu lazima usubiri dirisha ambalo watu wengi wanalisubiri. Unaweza ukatengeneza fursa yako mwenyewe, unaweza ukatengeneza nafasi yako mwenyewe kwa kuhusisha nguvu za kiroho, mfungo na maombi, na kuakti kinyume na utaratibu. Jambo la 4, mfungo na maombi ni kwa ajili ya kuingia majira mapya kwa nguvu. Kuna kitu kinaitwa majira mapya kwenye maisha, kuna kitu kinaitwa majira mapya. Mara zote unapoingia kwenye new season kwenye maisha yako, unatakiwa kuhusisha mfungo na maombi kama gia ya kuweza kujisajili kwenye yale majira mapya. Unaweza ukajikuta una majira mapya kazini, umeipata nafasi mpya, maybe labda umepata promotion, umepandishwa cheo, au labda umeanza kazi eneo jipya, au labda umeingia kwenye mkoa mwingine na kuanza maisha, maybe labda umeingia kwenye ndoa, maybe labda umemaliza masomo na sasa unatafuta kazi. Whenever you are in a new season, kinachotakiwa kuhusishwa ni nguvu za kiroho. Lazima uengage power ya mfungo na maombi, kwanza kuvunja vizuizi vinavyoweza vikakuzuia, lakini pia kukamata neema ambayo itakusaidia kuweza kupata matokeo. Ndio maana ukiangalia utakuja kugundua Yesu kabla ya kuanza huduma yake aliongozwa jangwani kwa siku 40 kuweza kufunga na kuomba. Elia kabla hajaingia kwenye majira mapya ya huduma yake na utumishi alifunga kwa siku 40. So sijui kwako wewe utafunga siku 7, utafunga siku 21, utachukua siku 30, utafunga 40, ama utaamua kufunga mwaka mzima. Ni wewe, inategemeana na ufunuo ulionao. Lakini wakati wowote unapoingia kwenye majira mapya, unapoingia kwenye season nyingine, unapoingia kwenye hatua nyingine ya maisha, na kama unataka kuwa na speed, unataka kuwa na kasi, unataka kuwa na matokeo, you must engage prayer and fasting. Kitabu cha Mathayo sura ya 4 mstari wa 1 na wa 2, maandiko yanasema, kisha Yesu akapandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi, akafunga siku 40 usiku na mchana. Ukiendelea na hii story, Yesu aliporudi akiwa amejaa Roho, ndio akaanza kufanya huduma, na maandiko yanasema habari zake zikaenea kote kote. Kipindi hicho hakukuwa na Instagram, hakukuwa na Facebook, hakukuwa na TikTok. Hakuna mahala ambako alienda viral kwa sababu alilipia sponsored ads. Habari zake zilienea kote kote kwa sababu alihusisha protocol ambayo inavunja viambaza na kumpa spidi kwenye ulimwengu wa kiroho. Jambo la 5, mfungo na maombi ni kwa ajili ya kuongeza umakini wako kiroho. Kama imefika mahala hauisikii tena sauti ya Bwana, haupati ufunuo, hauna uhakika na vitu unavyovifanya, hauna direction ya kuomba, umefika sehemu unaweza ukakatiza hata mwezi haujasoma Biblia na hauna nguvu ya kufanya hivyo. Umefika hatua kila unapojaribu kuomba unajikuta unashindwa kuomba. Unachohitaji ni mfungo na maombi ili kuweza kurudisha umakini wako kiroho. Hauwezi ukaendelea kukosa umakini kiroho wakati umehusisha mfungo na maombi. Ndio maana kwenye maombi Mungu ndiye anayekualika. Ukisoma kitabu cha Yeremia 33 mstari wa 3, maandiko yanasema, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Mungu unapomuita huwa anaitika.
na once anapoitika kuna kitu atakuonyesha. Kwa hiyo mtu wa Mungu, usiwahi kuchukulia kali ya kawaida. Imefika kipindi unajiuliza swali na hauna majibu. Imefika kipindi unakosa nguvu za ndani, moto wako umekata, ule upepo uliokuwa nao umeziba. Usisha mfungo na maombi ili kuweza kurejea kwenye mstari wako. Sasa naomba nikuonyeshe mambo 6 ambayo tunatakiwa kuyafanya tena na tena ili kuwa na mfungo wenye nguvu na matokeo kwenye huo mfungo na maombi. Jambo la kwanza unaotakiwa kulizingatia, hakikisha mfungo wako na maombi una sababu ya msingi na tena inayoendana na muktadha wa maandiko. Ni mwiko kufunga, mtu wa Mungu, na kuomba kama hauna sababu ya msingi. Kuna mstari mwembamba sana kati ya kufunga na kukaa na njaa. Kuna mstari mwembamba sana kati ya kubadilisha ratiba za kula na kukaa na njaa. Mfungo na maombi sio diet. Mfungo na maombi ni kitu cha kiroho, very powerful thing, ambayo ukiengage lazima italeta matokeo. Kwa hiyo cha kwanza, hakikisha unajua the purpose ya huo mfungo na maombi unaoshiriki. Kama unashiriki kwa lazima na ni kanisa limetangaza duniani kote, usiishie kukubali kwamba kanisa limetangaza duniani kote. Lazima ujue hiyo kwa lazima yako wewe inahusiana na nini. Hizo siku 40 ambazo wewe utakuwa umefunga na kuomba zinahusiana na nini? Ni siku 30 wametangaza kanisani kwenu. Ndani ya hizo siku 30 wewe binafsi kuna nini ambacho unakitafuta? So kama mchungaji au kanisa litafanya hatua ya kukupa purpose, ichukue hiyo purpose, ipersonalize. Lazima ifike sehemu unaiona future yako, unaiona kesho yako kwenye hiyo sababu ambayo wamekupa, na kuna neno kabisa la kuweza kusimamia. Ndio maana sisi Kingdom Community tunazo siku 30 kuanzia tarehe 6 March mpaka tarehe 4 mwezi wa 4. Na hizo siku tumeziita Mungu anayebadilisha vita vyetu. Tunasimama na andiko la kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 4 mstari wa 9 na wa 10. Yabesi akamlingana Bwana akamwambia, lau kama ungenibariki kweli kweli na kuizidisha hozi yangu na kunifanya niwe tofauti na vile nilivyokuwa, ningekuwa na maisha mengine. So we have a purpose, a very clear purpose, na tunajua tunapopigana hiyo vita nini tunaweza tukakitarajia. Kwa hiyo usiwahi kuruhusu kuingia kwenye mfungo na maombi, usiwahi kuruhusu kuingia kwenye mfungo na maombi bila ya kuwa na sababu ya msingi ambayo inakupa uhakika, once nimemaliza huu mfungo na maombi nitakuwa nimetoka pale na kile ndio kitu ambacho nitakuwa nimekishika. Kumbuka mtu wa Mungu, Mungu alimwambia Yeremia kwamba umeona vema kwa sababu ninaliangalia neno langu ili nipate kulitimiza. Ndio maana nimekusisitiza isiwe tu sababu, ila iwe sababu ambayo imekubaliana na maandiko, kwa sababu Mungu anachokitafuta ni sauti ya neno lake kutoka kwenye mfungo wako na maombi. Kule kushawishika kwako ndani, Mungu anapima kilicho kushawishi, ni maneno ya watu au ni neno lake. Kama ni neno lake, umepata sababu ya kuweza kuingia kwenye mfungo na maombi. Jambo la pili, hakikisha unawekeza kwenye kusoma sana neno la Mungu na kusikiliza mafundisho wakati wa mfungo na maombi. Haitakusaidia kama utakuwa umefunga na unaangalia movies za Kinigeria. Umefunga na unashinda mtandaoni, unaangalia vichekesho, unasikiliza comedy, unaangalia series za Korea, unasikiliza Bongo Flava. Haitakusaidia. Mfungo na maombi, ili uwe na afya, lazima uweze kuwekeza kulisoma neno na kusikiliza mafundisho. Kwa nini? Kwa sababu maana ya mfungo na maombi ni kudhoofisha huu mwili wa nje ili mwili wa ndani uweze kuinuka. So tunapoondoa ratiba ya kuangalia TV, ratiba ya kukutana na watu, ratiba ya kula, ratiba ya kupika, ratiba ya kuwa busy, lazima ujiengage kwenye vitu ambavyo vitaiamsha roho yako, vitu ambavyo vitautibua utu wa ndani, vitu ambavyo vitaenda kuzitibua zile nguvu za Mungu ndani yako, ili uanze kutembea kwenye matokeo, uanze kutembea kwenye focus, uanze kualign na kusudi la Mungu na kuanza kuona matokeo ambayo Mungu amekuahidi. Kwa hiyo hakikisha unawekeza kwenye kulisoma neno, unawekeza kwenye kusikiliza mafundisho. Unaweza ukawa unaingia mtandaoni, lakini usiingie mtandaoni kuangalia nyimbo, usiingie mtandaoni kuangalia maigizo. Ingia mtandaoni kusikiliza mahubiri fulani, na usisikilize mahubiri randomly. Mimi ndo maana mara zote huwa napendekeza watu kutumia njia ya YouTube, kwa sababu YouTube unaweza kukutana na video imekamilika. Ila ukiwa unaenda TikTok unasikiliza kipande chenye sekunde 30, 45, utajichanganya.
Tafuta somo zima. Let's say kwamba shauku yako ni kujifunza kuhusu Roho Mtakatifu. Tafuta mtumishi wa Mungu ambaye unamwamini. Andika jina lake Roho Mtakatifu. Kama amefundisha hiyo topic utalipata hilo somo. Lisikilize. Na tafuta mtu ambaye amefundisha kuhusu hicho kitu na unaweza kumsikia na unaweza ukapokea. Ili mwisho wa siku utakapomaliza huo mfungo na maombi, utoke umejaa, utoke umeshiba, utoke una nguvu, utoke una uwezo wa kuzalisha matokeo. Jambo la 3, hakikisha una ratiba ya kuomba inayoeleweka na unaomba masaa ya kutosha. Kama utakuwa umefunga na kuomba, mtu wa Mungu, kwanza kumbuka hiki kitu kinaitwa mfungo na maombi. Sio kufunga, mfungo na maombi. Lazima uwe na maombi, ratiba ya kuomba inayoeleweka wakati wa mfungo na maombi. Haitakusaidia kama utakuwa umefunga na kuomba then ukawa unaomba robo saa, unaomba dakika 10. Kiwango kile kile ambacho ulikuwa unaomba kabla ya kufunga na kuomba ndo unakitumia. No, kiwango duni. Hakikisha angalau unalisali moja during prayer and fasting. Kama unafunga kwa masaa 12, kuanzia saa 12 mpaka 12, ndani ya haya masaa 12 hakikisha unalisali moja la kuomba intensively, lisali moja la kuomba. Na baada ya kufungulia usiku, wakati unaiandaa siku ya pili, hakikisha na kwenyewe unalisali moja la kujiandaa na hiyo siku. Mtu wa Mungu haupaswi kuingia kwenye siku ukawa tu unasema tu leo tunafunga na kuomba, niko tunafunga na kuomba. Unatakiwa kuiandaa hiyo siku. Na the best way ya kuiandaa, unaiandaa ukiwa magotini, unaiandaa ukiwa kwenye maombi. Lazima umuombe Baba akupe neema ya kuweza kutoboa. Lazima umueleze Mungu wako kile unachokitazamia hiyo siku. Kumbuka mtu wa Mungu, maombi mazungumzo kati ya wewe na Baba yako. Mungu ndo maana alisema niite nami nitakuitikia. Mahala pengine anasema haya, leteni hoja zenu. So Mungu anataka hoja. Tumia usiku wako, sijui itakuwa ni saa 4 hadi saa 5, saa 6 hadi saa 7, maybe saa 9 mpaka saa 10 usiku. Unamwambia Mungu, hoja zangu ni hizi. Kesho nitakuwa kwenye mfungo na maombi. Nitajinyima kula, nitajinyima kuangalia vitu ninavyovipenda, nitajinyima kuongea, nitajinyima kuenenda kama kawaida zangu. Nitakuwa nimewekeza, nataka nipate matokeo haya. Kuna hiki kitu nakilenga, kuna hiki kitu nakikusudia. So wekeza mtu wa Mungu kwenye kuomba, nafanya ratiba yako ya maombi iwe alive. Kwa hiyo nimekuambia angalau, mimi nakwambia, huu sio msimamo wa mtu mwingine, ni mimi ninakwambia. Kiwango duni ninachokusisitiza uwe nacho kwenye haya maombi, kwenye mfungo na kuomba, angalau uwe na lisali moja mchana na lisali moja usiku. Angalau, na ikiwezekana nenda zaidi ya hapo. The more you pray, the better. Kadiri ambavyo unaongeza masaa ya kuomba, ndivyo ambavyo unaendelea kupata zaidi. Jambo la 4, hakikisha una prayer point kila siku unapoenda kuomba. Na hili ni moja kati ya kosa ambalo watu wengi huwa wanalifanya. Anaomba bila prayer point. Hauwezi tu kaanza kuomba na hujui shabaha ya maombi. Ni vizuri sana kama ukiwa unaomba una prayer point. Unajua kabisa siku ya leo ninaomba neema ya kufanikiwa kwenye uchumi na biashara. Ainisha hata maombi 5. Kwamba ombi la kwanza, namwambia Bwana, naomba unifungulie milango ya fursa na nafasi. Naomba unipe nguvu, unipe speed. Naomba uniinulie watu wa kushirikiana nao. Naomba uniwezeshe. Naomba sijui unipe kibali, niweze kukubalika machoni pa watu na biashara ninayoifanya na miradi ninayoanzisha. So lazima uwe na prayer point zinazoeleweka. Itakuwa vigumu sana mtu wa Mungu atakuomba kama una prayer point. Unajua kwa nini watu wengi maombi yao inachukua dakika 7? Anakuwa ameomba yeye, ameiombea familia, ameliombea taifa, amepigana na wachawi, amemkemea shetani na amemaliza. Ndani ya dakika 7 ameomba kila kitu kwa sababu hauna prayer point. Na ngoja nikupe task rahisi. Jaribu siku kuwa unataka kuzungumza na rafiki yako kuhusu kitu fulani. Alafu tengeneza pointi 5 ambazo utazigusia kwenye hayo mazungumzo. Alafu kila unapokuwa unazungumza uwe tu unaangalia, nimemaliza hii. Utakuja kugundua umetumia maybe dakika 40, dakika 50 kueleza kitu ambacho kama usingekuwa na point ungejikuta unakitumia dakika 5 na dakika 7. So tengeneza prayer point. Prayer point zitakusaidia kuomba kwa shabaha, kuomba kwa focus na kuomba kimkakati. Na prayer point hazitengenezwi ukiwa kwenye chumba cha maombi.
Prayer point zinatengenezwa kwenye ile usiku unapokuwa unajiandaa na mfungo na maombi. In fact, inatakiwa kabla haujainuka kuweza kuomba lile lisali moja la usiku la kujiandaa na kesho kwenye mfungo na maombi, unakuwa umeshatengeneza prayer point zako. Najua kabisa kwamba kesho takaposimama agenda ni na hapa ndio namuomba Mungu anipe neema na kibali ili niweze kufanikiwa. Jambo la 5, hakikisha hauangukii kwenye mtego wa kumsahau Mungu anayekuwezesha. Mtu wa Mungu, kuna mstari mwembamba sana kati ya kuhisi kwamba kinachokupa kushinda kwenye mfungo na maombi ni bidii yako ya kufunga na kushinda na njaa na sio Mungu. Ukifanya hilo kosa umepoteza. Usiwahi kusahau Mungu ndiye ambaye anakupa kuweza. Ndio maana alimwambia Zerubabel, akamwambia si kwa nguvu wala uweza, ila ni kwa Roho wangu, asema Bwana wa majeshi. Mungu ndiye ambaye anakupa kupata matokeo, ndiye ambaye anakusaidia kuweza kutoboa. Kwa hiyo usiwahi kujidanganya kwamba wewe ni bora sana kwa sababu unafunga na kuomba, bali amini hivi kwamba ninaye Mungu ambaye ananisikia vizuri, ananiona kwa wepesi ninapokuwa nimefunga na kuomba na kunisaidia kushinda vita vyangu. Na jambo la 6, tengeneza nafasi ya sadaka. Madhabahu iliyokamilika ni madhabahu ya sadaka. Hakikisha unakuwa unajua kwenye huo mfungo na maombi nini utakachomtolea Bwana. Sasa lazima uweze kupata ufahamu kuhusu sadaka, kwa sababu sadaka ziko za aina nyingi. Kuna sadaka ya dhabihu, kuna sadaka ya ahadi, kuna sadaka ya shukrani, kuna sadaka ambayo Mungu ataitaka kwako. Na sadaka sio lazima iweze kuwa pesa, inaweza ikawa ni muda wako, inaweza ikawa ni utumishi wako, inaweza ikawa ni kufanya kitu fulani. Lakini mwisho wa siku, hakikisha mfungo na maombi unaoingia una sadaka ambayo unajua nini utamfanyia Bwana ili kupata unachokitaka. Kwa nini? Kwa sababu ulimwengu wa roho ni transactional. Ulimwengu wa roho huwa haupo tu empty. Kuna kitu fulani unachotakiwa ukifanya ili kuweza kupokea unachokitaka. Mtu wa Mungu, be blessed. Kufikia hapo sina la ziada. Mungu akubariki, Mungu akulinde, Mungu akutunze. Lakini naomba nichukue fursa hii kuweza kukuambia vitu viwili. Jambo la kwanza, nina vitabu 3 ambavyo vimekamilika na unaweza ukajipatia soft copy ya hizi nakala za vitabu na vikakubariki na kukusaidia sana. Na kitabu kinaitwa Ushindi Dhidi ya Roho ya Hofu. Kama umewahi kustruggle na issue ya hofu kwa namna yoyote, this book can be your deliverance. Na kitabu kinaitwa Ushindi Dhidi ya Roho ya Kuchelewa. Alafu na kitabu kinaitwa Password za Pesa kwa ajili ya mambo ya uchumi. Na kingine natarajia kinaweza ikatoka mwezi huu mwishoni, kinaitwa Kuinuka kwa Wavunja Mipaka. So hivi vitabu vinapatikana kwa shilingi 7,000 nakala laini soft copy. Ukifanya malipo nitakutumia kwa njia ya WhatsApp na Mungu atakubariki kwa sababu utakuwa umefanyika baraka kwangu na mimi nimefanyika baraka kwako. Lakini jambo la pili, naomba nitumie fursa hii kuweza kukukaribisha kwenye fellowship yetu mtandaoni Kingdom Community, mahala ambako tunapata muda wa kujifunza neno la Mungu na kuweza kuomba. Kama kwa namna yoyote unatafuta watu ambao wanaweza kusimama na wewe kwenye maombi, watu ambao unaweza ukajifunza ukiwa pamoja nao jinsi ya kusuka prayer point, jinsi ya kuomba, jinsi ya kutengeneza mahusiano binafsi na Mungu, umekuwa una struggle kupata sehemu ambayo unaweza ukaomba, mtu wa Mungu, nataka nikuhakikishie Kingdom Community can be your family. Tumia namba ya simu ambayo unaiona hapo kunitumia ujumbe mfupi, niambie tu mtumishi wa Mungu, naomba uniunganishe fellowship, then nitakuuliza jina lako, nitasave namba yako na nitakuadd kwenye hili group na Mungu atakubariki. Be blessed. Mungu akulinde, Mungu akutunze. Tukutane kwenye session nyingine.